Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani drones yakiendelea kutikisa usalama wa anga. Ndege za abiria zimeonekana zikisafiri zikiwa tupu, huku viwanja vya ndege vikifungwa mara kwa mara kutokana na vitisho hivyo. Hofu ya usalama umesababisha wasafiri kuepuka kusafiri kuelekea Dubai, na hali iliyofanya ndege za mashirika mbalimbali kuruka zikiwemo wateja wachache sana. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na Broadback ya kupitisha shirika la ndege ya Emirates, ndege zinazorejea Dubai kutoka Prague na Budapest zilibeba 5 hadi 10 tu ya abiria. Ndege kadhaa kutoka New York zilisafiri zikiwa na theluthi moja tu ya tiketi zilizouzwa, na angalau ndege moja ya aina ya Airbus A380 ilikuwa na uwezo wa kubeba abiria takriban 500, iliondoka ikiwa na wateja chini ya 35 tu. Katika ndege nyingine kutoka Paris kwenda Dubai, ndege aina ya A380 yenye uwezo wa kubeba abiria 600 ilibeba wateja 25 tu, idadi karibu sawa na wafanyakazi waliokuwa wakiendesha ndege hiyo. Hali hiyo imefanya baadhi ya ndege hizo kuitwa ndege za roho. Machafuko haya yamejitokeza zaidi mara baada ya tukio la mlipuko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai mapema mwezi huu. Machi 7, 2026, mlipuko mdogo uliripotiwa katika barabara ya kurukia na hatua ndege katika uwanja huo na kusababisha kusimamishwa kwa muda wa baadhi ya safari za ndege. Taarifa za awali zilibainisha kuwa mlipuko huo ulihusishwa na tukio na kituo kinachodhaniwa kuwa ndege isiyo na rubani drone kilichoanguka karibu na eneo la uwanja huo. Video zilisambazwa mitandaoni zikionyesha mlipuko mdogo ukifuatiwa na moshi mweusi uliokuwa ukitanda karibu na majengo ya abiria katika eneo hilo lilojulikana kama Konga Guz. Mmoja wa mashuhuda alisimulia, "Nilisikia sauti kama ya injini ndogo inayofanana na drone ikikaribia, kisha ghafla kutokana na mlipuko mdogo wa moshi kuanza kupaa." Ofisi ya habari ya Dubai ilithibitisha kuwa operesheni za uwanja huo zilisitishwa kwa muda ili kuruhusu tathmini ya usalama, na baadaye ikabainisha kuwa tukio hilo lilikuwa na mabaki ya kitu kilichoanguka baada ya kuingiliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.